Wakati Wahouthi wakiendelea kujibu mashambulizi yaliyofanywa na Marekani pamoja na Uingereza, Marekani imesema kwamba itaendelea kushambulia kundi hilo la Wahouthi la nchini Yemen. Marekani imesema itaendelea mashambulizi yake ya anga dhidi ya waasi wa Kihouthi wa Yemen ambao wanaungwa mkono na Iran. Hayo yameelezwa leo na kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, bila kutoa maelezo zaidi. Hata hivyo, Marekani kupitia rais wa sasa Bwana Donald Trump aliliingiza kundi la wapiganaji wa Kihouthi huko Yemen katika makundi ya kigaidi na wakati wote limekuwa likiitwa kama kundi la kigaidi. Shirika la habari linalodhibitiwa na Wahouthi Sabah limeripoti kuwa mashambulizi mawili ya anga yamefanyika mapema leo kwenye eneo la mji wa bandari wa Hodeida uliopo umbali wa kilomita 230 kutoka mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Mashambulizi ya anga ya Marekani yalianza Jumamosi dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi hao kwenye miji ya Sanaa, Saada, Al-Baida na Rada. Yamewaua watu 53 na kujeruhi wengine 101. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema nchi hiyo itaendelea kuwashambulia waasi wa Kihouthi hadi watakapoacha kuzishambulia meli za kimataifa. Hata hivyo, baadhi ya mataifa ambayo yametajwa kulisaidia kundi la wapiganaji wa Kihouthi ikiwa ni pamoja na Iran kupitia kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei amesema kwamba kundi hilo litapambana na litashinda uasi unaofanywa na Marekani pamoja na Uingereza katika kufanya mauaji ya raia wasiokuwa na hatia. Hata hivyo, kutokana na taarifa zilizotolewa na Wamarekani ambazo bado Wahouthi hawajathibitisha, ni kwamba wanadai katika mashambulizi yaliyofanyika siku ya Jumamosi, moja kati ya viongozi wa Kihouthi wameuawa kutokana na mashambulizi hayo, lakini hadi sasa Wahouthi hawakutoa taarifa juu ya mauaji ama vifo vya viongozi wao. Kadhalika, Wahouthi wamesema kwamba wao wako tayari kwa ajili ya mapambano na watafanya mapambano katika maeneo yote ambayo wanatambua kuna mali za Wamarekani na hata Waingereza na pia wa Israel, na mpango wao ni kutoruhusu meli za Wamarekani pamoja na meli zingine kupita katika eneo la Bahari Nyekundu kuelekea katika maeneo ya Israel, wakiamini kwamba Wamarekani na mataifa mengine ni moja kati ya wanaopeleka silaha huko nchini Israel ambazo zinawaua raia wengi katika eneo la ukanda wa Gaza na Palestina kwa ujumla na kusababisha taharuki katika Mashariki ya Kati, na ndio sababu kuu ambayo inawafanya wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen kuingia vitani kukabiliana na Waisrael, lakini pia kukabiliana na meli zote ambazo zinapita katika maeneo hayo. Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio kauli ya Wamarekani kwamba wataendelea na mapigano hadi pale wapiganaji hao wa Kihouthi watakapoacha kushambulia meli zao, lakini pia watakapoacha kushambulia rasilimali zingine za eneo hilo la Mashariki ya Kati ambalo wao wana tofauti nazo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate taarifa hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ufahamu yanayojiri duniani.